Kuhusu mchezo wenyewe, ni mechi ngumu dhidi ya TRA kama ambavyo mmemsikia mwalimu akizungumza awali na mmesikia pia mwakilishi wa wachezaji. Chilambo amezungumza kwamba ni mechi ambayo inabidi uende kwa tahadhari, inabidi uache hisia mbali, ufanye kazi, ujitume na vipaji pia vichukue nafasi yake. Kwa hiyo ni aina ya vitu ambavyo tuko navyo kwenye timu yetu. Tuna vitu vingi vya kushowcase. Hatujacheza mechi nyingi bado za ligi kuu, lakini kwa mechi chache ambazo tumecheza nafikiri watu wanajua kwamba Azam Football Club ina timu gani na tutadeliver kwa ukubwa wa kiasi gani kwenye mchezo wetu dhidi ya TRA. So kutoka kwao tutegemei mechi rahisi hata kidogo. Kutoka kwao tunategemea mechi ngumu sana, kwa sababu kwanza wanayo hiyo quality, mbili hawalipwi mshahara tarehe 40, tatu wana mwalimu ambaye anajua namna ya kufanya mpira wa miguu uwe mpira wenyewe. Kwa hiyo kwetu sisi ni heshima kubwa sana kwa host kwenye mchezo unaofuata, na tutacheza kwa nguvu sana. Tutatoa kila kitu ili kuhakikisha kwamba tunawapa Watanzania kwa ujumla mechi nzuri. Side A inakutengeneza kuwa timu imara zaidi, inakutengeneza kuwa mtu wa ushindani, kwa sababu unacheza CAF Confederation Cup. Ukitoka hapo unarudi kucheza ligi kuu, na Mungu akipenda hivi karibuni tutaanza pia michuano ya FA, sio? Tukitoka hapo mtarudi tena kwenye ligi kuu, na kama tumejaliwa kusonga mbele kwenye kombe la shirikisho, kuna hatua zingine ngumu zinakuja huko mbele. Kwa hiyo kwa akili, kutengeneza utimamu, kujiimarisha tuwe mwenyewe binafsi kwenye upande wa side A ina faida kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine wachezaji most of the time wanakuwa na fatigue, pressure inakuwa ni kubwa na nini. Kwa hiyo unaweza kama mwalimu ukakosa kile ambacho ulikuwa unakitegemea, kama timu mkakosa kile ambacho mnategemea kutoka kwao. Lakini kwetu sisi nafikiri kitu pekee ambacho tumeamua kubaki nacho ni upande A, kwamba the more tunakutana na ugumu ndo the more tutaimarika zaidi, the more tutatako hizo challenges na kuzigeuza kuwa ushawishi wa kufanya kitu kizuri. Itatuimarisha zaidi siku hadi siku na kufikia malengo ambayo tumeweka kama club. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tunabaki na upande A. Hashim ametoka hapo Kristina anasema kwamba anaheshimu Azam FC, lakini wamedhamiria kweli kwenda kuchukua alama 3 dhidi ya kocha bora ambaye ni Ibenge. Kwa upande wenu mchezo uliomalizika umetoka kutoa sare. Kauli hii huenda kama umekuja kwa kujidhatiti kweli kuzihitaji alama 3 kutoka kwenu. Of course, na sisi tunaheshimu uwezo wa TRA na tunajua kwamba wana timu nzuri. Nimesema hivyo mwanzo. Sitaki kuichukulia binafsi sana, lakini mimi ni muumini wa mpira mzuri. Tukutane tu uwanjani, tucheze, boli itembee, ambaye atakuwa kwenye wakati mzuri wa mchezo. Akipata matokeo mazuri, obvious inakuwa nzuri kwa upande wake. Kama ukiyakanyaga utakuwa umeyakanyaga tu. Na uzuri ni kwamba nafikiri hakuna mtu ambaye anafanya kitu kwa uhakika akawa na makelele. Panganga zikiwa nyingi, wewe sio mtendaji. Tusubiri tuone muda ufike tucheze. Uzuri ni saa 3 usiku, cool breeze will give them a good match. Pengine sasa mashabiki watarajia kitu gani cha tofauti kuelekea kwenye mchezo wake? Hakuna kitu cha tofauti. Azam FC ndo ile ambayo imetoka kucheza na
mkarudiana. Pengine ukiachana na mchezo wa kesho, pia mikakati ya safari nayo ipoje kuelekea Zanzibar? Well, kwanza kuna changamoto kidogo, unajua logistically kupanga safari, kuna kuziangalia hizi mechi pia mwalimu zinaweza kumaccommodate vipi, upana wako wa kikosi nafikiri ndo mwokozi pekee hapo, lakini wakati huo unaomba uepukane na shetani wa majeruhi. Ni kitu miongoni mwa vitu ambavyo vinawazisha sana, lakini tunamshukuru Mungu kwamba timu yetu pamoja na mizunguko yote hiyo tuko vizuri. Juzi alipata maumivu kidogo Yoro, alipata maumivu kidogo Kitambala, lakini wote wako sawa, timamu kabisa. Possibly wanaweza kuwa ni sehemu ya mchezo kesho kama ilivyokuwa kawaida. Lakini kwa swala la utaratibu wa safari, of course ina changamoto, lakini sisi tunaigeuza hiyo changamoto kuwa njia ya kuendea jambo zuri. Kwa hiyo tukimaliza mechi yetu dhidi ya TRA tarehe 29, timu inapumzika muda ule ule jioni, mapema kesho siku inayofuata tutaanza safari ya kuelekea Unguja tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa mkondo wa pili dhidi ya Nairobi, na kama ratiba zikibaki zilivyo tutasalia Unguja mpaka tutakapocheza mchezo wetu mwingine. Kwa hiyo ndio ratiba sofa ambayo tuko nayo. Kama kutakuwa na mabadiliko